Bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea na somo letu la sira ambayo katika kitabu cha Khulasatun Nurul Yaqin ambayo tupo katika somo la 5 nalo linasema tarbiyati wa wafatu jaddu. Kulelewa kwake Bwana Mtume, akasema tarbiyatahu, kulelewa kwake Bwana Mtume, wa wafatu jadduhu, na kufa kwa yake. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi, alisimamia kumlea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kufa kwa mama yake. Nani huyo aliyesimamia? Jadduhu Abdul Muttalib, babu yake mzee Abdul Muttalib. Kwa baada tu ya kufa mama yake mzazi, akasimamia malezi yake nani? Babu yake Abdul Muttalib. Elewa somo lilivyoanza. Qama bitarbiyatihi, alisimamia kumlea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada wafati ummihi, baada ya kufa kwa mama yake. Jadduhu ni babu yake Abdul Muttalib, mzee Abdul Muttalib. Huyo ndiye aliyefanyaje? Aliyesimamia kumlea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama pindi pale alipofariki mama yake mzazi. Wakana, na alikuwa mzee Abdul Muttalib, yuhibbuhu akthara, anampenda sana, min hubbihi, kuliko upendo wake, liauladihi, kwa watoto wake. Wewe unaelewa mtoto? Wakana yuhibbuhu akthara, na alikuwa akimpenda sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, min hubbihi, kuliko upendo wake kwa nani? Au kuliko alivyokuwa anawapenda watoto wake. Upendo sio kwa watoto wake wote ukahama umehamia kwa nani? Kwa mjukuu wake ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana leo hii mababu wengi wanawapenda sana wajukuu zao. Angalia sana. Niyo muone je, mnaelewa na mababu na mabibi? Amuone. Asili. Mimi mwenyewe mnavyoniona nimeelewa sana na babu yangu. Alhum mzee Mbegu Manga Msaramu kutoka Chole Sambulo au Vikumbulu. Babu yangu alikuwa ananipenda na ndio alikuwa rafiki yangu hivi. Mnaposikia shekhe ananiita Shekhe Mtimkavu, ndio alikuwa anaitwa Mtimkavu Chimbwe dawa. Au Mtimkavu ukianguka si ajabu. Sawa? Kwa hiyo ni asili kumbe. Hata Mtume alikuwa akipendwa mno na babu yake. Kwa sisi tusione sijui nini labda fahari sana ni hapana. Tusione kama vile kuonewa, hapana, bali ni asili. Kumbe hata watu wema zamani walifanya hivi. Walamma balagha umruhu sallallahu alayhi wasallam, na pindi alipofikisha umri wake, rehma na amani ziwe juu yake, 8 sanawati, miaka 8, mata jadduhu,
Akafa nani? Akafa babu yake Mzee Abdul Muttalib. Baada an kafalahu sanataini, baada ya kujitolea kumlea kwa muda gani? Wa miaka miwili. Kwa hiyo hapa tunapata jibu, kumbe mama yake alikufa aliyakuwa mtume ana miaka mingapi? Ana miaka 6. Ana miaka mingapi? 6. Walipofika miaka 8 akafa nani? Babu yake. Wa baada wafati jaddihi, na baada ya kufa kwa babu yake, kafalahu ammuhu Abu Talib, akajitolea kumlea nani? Ammi yake Abu Talib. Wakana faqiran, na Abu Talib yeye alikuwa fakiri, alikuwa rufa. Fawassa'a Allahu rizqa, Mwenyezi Mungu akamkunjulia riziki yake. Riziki sasa ikawa pana. Kwa sababu gani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa Halima Saadia. Walipata neema na baraka nyingi kwa sababu ya kumlea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nipata wakana sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa Mtume rehma na amani juu yake, fi muddati kafalati ammihi, katika kipindi alichojitolea ammi yake kumlea, qani'an, alikuwa ni mwenye kutosheka, bima qasamahu Allah, kwa riziki ambayo au kwa kile ambacho alichomkadiria Mwenyezi Mungu. Naelewa vizuri bwana? Wayassarahu lahu, Mwenyezi Mungu naye akamfanzia wepesi kule. Wakana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi, ay wakana qani'an. Wakana sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa rehma na amani juu yake, fi muddati kafalati ammihi, katika muda aliyojitolea ammi yake, alijitolea kufanya kumlea. Qani'an, Mtume alikuwa nini? Alikuwa ni mwenye kutosheka. Alikuwa qani'an, alikuwa ni mwenye kutosheka, bima qasamahu Allah, kwa kile alichomkadiria Mwenyezi Mungu. Wayassarahu lahu, Mwenyezi Mungu akamfanzia wepesi. Sawa mambo yakawa mepesi zaidi. Ama katika somo nambari 6, ra'ayul ghanam wa safaratihi al-ula ila Sham. Ra'ayul ghanam wa safaratihi al-ula ila Sham, kuchunga kwake mbuzi. Sawa na safari yake ya kwanza kwenda Sham. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, katika kitambo cha udogo wake alikuwa anafanya nini? Yar'al ghanama, anachunga mbuzi. Li ahli Makkah, kwa watu wa Makkah, bi ujrati, kwa malipo. Yaishu minha, na aliishi kwa ujira huo, au aliendesha maisha yake kwa kupitia nini? Ujira huo. Walamma balagha tasi'a, pindi alipofikisha miaka 9 min umrihi, ya umri wake, safara ila Shami, alisafiri akaenda Sham, maa ammihi, pamoja na ammi yake Abi Talib, Abu Talib.
bitijaratin, alikwenda kwa sababu ya nini? Kufanya biashara. Walamma qaruba min Busra, na pindi walipofika maeneo ya Busra, raahu rahibu Bahira, alimuonaye mwanachuoni, alimuona Rahibu Bahira, sio alimuona huyo wanyana anaitwa sema kuhani, wanasema walikuwa ni muinjilisti katika watu wa Injili wale ahlul kitabu. Fa akhbara ammahu, akamwambia, akamhabarisha, akamjuza ammi yake, ambaye ammi yake ambaye wakiishi naye hapo ni nani? Abu Talib. Akamhabarisha, akamjuza bi annahu sayakunu akhira al-anbiya, kwamba huyu huenda ikawa ndio mtume wa mwisho. Wa talaba minhu an yarji'a bihi,